بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka 1447 biidhnillahi taala tutakuwa na kalima ya kuwakaribisha wanafunzi waliojiunga na markaz mwaka huu, kadhalika wale ambao tayari wameshajiunga walikuwa katika utla ya Ramadhan, sasa hivi wamerudi ili kuendelea na masomo yao. Napendelea kufunguza kalima hii na hadithi iliyopokelewa na sahaba Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر. سيما لكوجكم متومه صلى الله عليه وسلم، نمتومه صلى الله عليه وسلم alikuwa msikitini ametegemea kitambaa chake. فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. صحابه صفوان بن عسال akamwambia: يا رسول الله، hakika mimi nimekuja hapa kwako wewe kwa ajili ya kutafuta ilmu. Jitu atlub alilm. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. توم صلى الله عليه وسلم akamkaribisha مرحبا بطالب العلم. na ndivyo inavyotakikana apokelewe talib alilm, sababu amekuja kutafuta kitu adhimu. Na sisi leo tuwaambia marhaban bi talib alilm, karibishwa sana kwa heshima kila aliyekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. حقيقة طالب العلم ملائكة humzunguka na kumfunika na mbawa zao. ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. kisha wale malaika kupandiana mmoja juu ya mwingine mpaka wafike katika mbingu za dunia. min hubbihim lima yatlubu, kwa yale mahaba waliokuwa nayo ya kile alichokwenda kukitafuta yule mwanafunzi. Na hii ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwa huyu talib alilm, jambo ambalo hawezi kulipata yoyote, hata akiwa na cheo cha aina gani cha kidunia. Hawezi kupata jambo hili, kuwa malaika kwa ajili yake yeye humzunguka mwanafunzi. Pamoja na kuwa sisi hatuwaoni malaika, lakini tuamini maneno haya aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ni kuwakaribisha na kuambia marhaban bitalib alilm, kama alivyowakaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alivyokuwa akiwakaribisha wale wanaokuja kutafuta ilmu. Jambo la kutafuta ilmu, na nikizungumzia ilmu na kusudia ilmu ya kisheria, ni jambo ambalo salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim walikuwa wakiwahimiza sana watu kuitafuta ilmu sana, wakiwahimiza wanafunzi, wakiwahimiza waislamu kutafuta ilmu sana. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اطلبوا العلم فإن لم تطلبوه فأحبوا أهله. tafuteni ilmu enyi waislamu. Na leo tunahitajika sana kukumbushwa jambo la kutafuta ilmu, sababu kitizama hali ya mujtamaa wetu ulivyo, sio wengi katika waislamu ambao wajishughulisha na jambo la kuisoma dini yao, bali tuweza kusema yaweza kufikia ukamkuta muislamu amdharau yule anayetafuta ilmu ya kisheria, akamuona si chochote mbele yake. Wako watu wa aina hiyo, pamoja na kuwa tusema sio wengi, lakini wapo watu wa aina hiyo. Bali mwingine akamuona mtu kwenda kutafuta ilmu ni kama aupoteza muda wake na apoteza umri wake katika jambo ambalo kwake yeye halina maana. Lakini sahaba Abu Darda asema utlubul ilm, na ilmu inayokusudiwa hapa ni ilmu ya kisheria, sababu ndiyo ilmu. Ilmu ya kikweli ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ilmu yenyewe. fa in lam tatlubuhu fa ahibbu ahlahu, basi ikiwa hamtaitafuta ilmu kwa sababu mnazozijua wenyewe, basi wapendeni wale wanaotafuta ilmu. fa in lam tuhibbuhum fala tubghidhuhum, na ikiwa huku wapenda, basi aqal shay waache na mambo yao, usiwajengee chuki. Na kuna wengine mpaka wajenga chuki kwa tulabu ilmu, mbona makosa. Na salafu salih radhiallahu ta'ala alaihim, jambo hili walikuwa wakilihusia sana, bali wakizungumzia fadla ya ilmu. Al-Allama Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala يقول: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم. hakuna chochote katika huu ulimwengu ni kitukufu zaidi kuliko ilmu, hakuna. Kaifa la wa huwa dalil, kwa nini isiwe hivyo wakati ilmu ndiyo mwongozo inayokuongoza katika maisha yako? fa idha udima waqa'a ad-dalal, ilmu ikikosekana khalas kinachofuata ni upotofu. Laiti watu wetu katika mujtamaa wangelikuwa wafanya bidii katika kutafuta ilmu, mengi katika mambo ya makosa yanayofanyika katika ibada zao yangeondoka. Watu wakosea katika swala zao, wakosea katika saumu zao, wakosea katika namna ya kutoa zaka zao. Ibada ya hija ukitizama kuna makosa mengi. Laiti wangelitafuta ilmu, haya yote biidhnillahi ta'ala yangeondoka, lakini hiyo ndiyo hali ilivyo. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala يقول: لا طريق إلى معرفة الله ولا إلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه.
hakuna njia ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na haiwezekani wewe kufikia katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kufaulu kuwa karibu na Allah kesho akhira katika pepo ya daraja za juu kabisa, isipokuwa kwa ilmu iliyo na manufaa. Ujinga hauwezi kukupeleka kokote Muislamu. Mshangaa meona klipi ya ziara ya kundi la Qadiria la kikhurafi. Mmoja wao azungumza wakiwa katika ile ziara yao ya kibid'a, asema kuna watu ni kama wametumwa watuondoe katika mambo yetu haya, imekuwa ni mila zile, na sisi tumewapata baba zetu namna hii. Yani inna wajadna abaana kadhalika yafalun, tuliwapata baba zetu wako hivi. Sio kuwa wengine hawajui. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokuja kuwalingania watu wake, kuna maswali aliyouliza. Alipouliza ma ta'budun, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, sisi tuabudu masanamu, twashinda hapa tukifanya itikafu waswa, twawalazimu hawa masanamu. Qala hal yasma'unakum idh tad'un au yanfa'unakum au yadhurrun, hivi mkiwaomba hawa masanamu wawasikieni nyinyi au wawapa manufaa yoyote au waweza kuwadhuru na madhara yoyote? Sikiliza jawabu. Qalu bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun, usituulize tunajua yote au hawana. Ile bali kija katika lugha maana yake haya yote haya nyuma haya sisi tuelewa kuwa hawana hawa, lakini wajadna abaana kadhalika yaf'alun, tumewapata baba zetu wafanya hivi, basi sisi tutaasab vile vile, tutafanya kama baba zetu wanafanya. Sasa huyu mzungumzaji asema tumuomba Allah atudumishe katika jambo letu hili, na mimi nawaogopea sana watoto wetu kwa ajili ya hawa watu waliokuja, naomba wabakie wajinga kama sisi, wawe wajinga. Walioitikia amin, wallahi sema maneno lafdhi, naomba watoto wetu wabakie wajinga kama sisi, wabakie katika mambo haya. Yani ajijua yeye ni mjinga katika dini yake, na yuamwomba Allah awafanyie watoto wao wawe wajinga kama wao. Asema hivi hivi, wajinga kama sisi, tuendelee hivi hivi kuwa wajinga ili mambo yetu haya tusiyawache. Sasa ikifikia hali ya baadhi ya makundi yanayojinasibisha na Uislamu kuwa yataka kuulisha ujinga katika huu umma, hii ni hatari, hatari. Kwa huwezi wewe kufikia jambo linalomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ukalitambua isipokuwa kwa ilmu. Ilmu ipi? Alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mitume wake, bali na akateremsha vitabu vyake kwa ajili ya ilmu hiyo, ilmu ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ana tukio moja linaloonyesha namna gani salaf walikuwa hii ilmu wakihimiza sana kwa vijana kuisoma. روى الخلال أن رجلا سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك. mimi natafuta ilmu lakini mamangu anikataza, hataki mimi nisome ilmu ya dini yangu. Na hili ni jambo ambalo leo liko sana. Unaweza kumwona mtoto ana bidii sana katika kutafuta ilmu, lakini ukawakuta wazazi wake hawataki asome.
Kamkuta mtoto afanye bidii aenda katika halakati za ilmu, lakini mzazi hataki kulisikia hili jambo. Kuna wakati nyuma huko zaidi ya miaka 10 iliyopita zaidi, nilikuwa na halqa msikiti fulani nasomesha. Kuna kijana mmoja akija kusoma pale, na baba yake alikuwa hayuko radhi yeye kusoma. Akanikuta njiani siku moja, tujuana na yule mzee, lakini yule mzee alikuwa khurafi sana, tukiheshimiana sana sana, lakini khurafi, mtu mzima. Kaniambia, mwanangu wewe wasomesha pale? Si mwanangu yuaje? Naambia yuaje, mashallah, namuona yuaje, akosi kwa hisani zako mfukuze. Mbia, kwa nini mfukuze? Sitaki mimi bwana asome ile mambo yenu, na ile heshima tunampa kama mtu mzima. Sitaki kumuona akisoma. Kaambia, mzee, mimi nitanswame, siwezi kumfukuza. Ni kwa sababu hiyo siwezi kumfukuza. Kama wewe utamwambia wewe mwenyewe, mwanangu usiende pale, shauri yako, lakini mimi aje mtu kusoma nimwambie ondoka hapa usije kusoma, siwezi kufanya hivyo. Na kweli akamkataza kusoma. Yule kijana namjua mpaka leo, maskini jahili, apenda sunna, lakini sasa ashashughulishwa, ashakuwa mtu mzima, ashakuwa na familia na nini, na maskini vile vile sema jahili tu. Tumketi, tulikuwa tusome wakati ule, lakini wazee walitukataza kusoma. Kwa hiyo wako wazazi wa aina hiyo, kwa hataki yule mtoto wake asome. Sasa huyu kijana haja kwa Imam Ahmad, ambia mimi natafuta ilmu, lakini mama yangu mzazi hataki nisome, na huu ni mtihani. Sasa ni mama yule, turidu an ashtaghila fi tijara, anachokitaka mama yangu ni kuwa mimi nifanye biashara. فقال له الإمام أحمد دارها وأرضها ولا تدع الطلب. Jaribu kumbembeleza yule mama, umridhishe kwa maneno mazuri, lakini usiwache kutafuta ilmu. Na sisi leo tuwaambia wanafunzi waliokuja hapa, mashruu ya ilmu ukianza usikubali kuiwacha, utajidhulumu nafsi yako. Usiwache kutafuta ilmu. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala katika watu wengi waliokuwa katika mujtamaa, akakuchagua wewe ukawa ni talib alilm. Ni neema kubwa sana, na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati katika hili jambo, usiliwache, shikamana nalo, ndio khairi yako fi dunya wal akhirah. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الوصية لطلبة العلم أن يتفقهوا في الدين. وصية نتوصي wake kwa wanafunzi wasome hii dini na kuifahamu. Wa an yataawanu ala albirri wattaqwa, na wasaidiane baadhi ya wao kwa wengine katika wema na uchamungu. Wa an yatawasau bilhaqi wa sabri alayhi, na wahusiane katika kushikamana na haki na kuisubiria ile haki, sababu haki ni moto, hasa katika asri hii tunaoishi sisi. Wa an yanshuru alilma baina an-nas aynama kanu, kisha baada ya kuitafuta ilmu na waieneze hii ilmu baina ya watu kokote atakapokuwa, waeneze hii ilmu. Na walikuwa salaf wakiwahusia vijana, bali na watoto wao, kama Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhu wa rahimahullah, alikuwa akiwaambia watoto wake, inna kunna sighara qaumin wa inna al-yawma kibar, sisi tulikuwa ni wadogo kama nyinyi, tukisoma tulikuwa ni watoto wadogo kama nyinyi, na leo tumekuwa watu wakubwa, tumekuwa watu wazima.
Sasa watu watuangalia sisi. Juzi tu tukumbuka tukiwa wadogo twenda kwenye vikao vya ilmu, tafuta ilmu, wala hakuna mtu yokujua wewe wala anayekujali. Lakini miaka itakwenda, itafikia wakati watu watakuwa warudi kwako, waje kwako kutafuta ilmu. Wewe unajiona mtoto mdogo watafuta ilmu sahihi. Itakuja siku watu watakuja kwako kusoma, kutafuta ilmu. Miaka itakwenda, tafikia wakati watu watahitaji hiyo ilmu unayotafuta. Basi ukiwa unayo ama ukiwa ile elimu pia hunayo, basi kuna kazi kubwa. Ndio hapa akasema wa innakum satakununa mithlana, na nyinyi pia mtakuwa kama mfano wetu sisi, mtakuwa wakubwa. In baqitum, ikiwa Allah atawapa umri, mtafikia umri huu tuliofikia sisi. Wala khaira fi kabirin la ilma indahu, lakini hakuna khairi kwa mkubwa asiyekuwa na elimu. Ukawa wewe sasa ndio watu wakutizama, wataka wewe sasa ilmu uwape, huna chochote. Wakati ulipata nafasi ya kutafuta ilmu, lakini ukawa waichezea. Kwa hivyo Allah tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu, kusoma na kuwaheshimu walimu, na zaidi kuwaheshimu wana wa vyuoni, ulamau ahli sunnati wal jamaa. Sio kutafuta ilmu kisha ghafla ukawa wadharau wana wa vyuoni, mpaka ukaambiwa kuwa qala Sheikh Ibn Baz wa hum rijal wa nahnu rijal. Sababu hili litakupeleka pale pabaya. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول سنة الله في كل من ازدرى العلماء أنه يبقى حقيرا. ننجي الله kwa yote anayewadharau na wavioni atabakia mtwevu, atakuwa ni yeye ndiye mwenye kudharaulika, kwa sababu hao wanaovioni ndio waliobeba ilmu na ndio wanaifikisha katika huu umma. Na ndio maana mwaona leo wengi katika huu umma wamebakia katika hali tovu kabisa, kwa sababu hawajali yale wanaoyasema wanaoviona. Na wallahi si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu. Kila linapotokea jambo wanaoviona wakizungumza wadharauliwa na kuzungumzwa vibaya na kupewa kila aina ya majina, kisha baada ya muda yadhihiri kumbe maneno yao yalikuwa ni kweli. Nitawapeni mfano. Ilivyoanza kile kitu wanachokiita Ar-Rabi' al-Arabi, Arabian Spring Spring, wanaoviona wakazungumza kwambia hii ni fitna, msipendue serikali zenu mtakuja kujuta nyinyi, tulieni, ishini na amani. Mimi siwezi kusahau Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, mufti al-mamlaka, wakati ule wakizungumza hizbiyun, wakisema kuwa huyu ni katika ulama us-salatin, mwoga kadha, wakawa wasikilizwa kina Arifi. وقد أفتى العلماء بالجهاد في سبيل الله أكبر، الله أكبر، على فيتي وراء nyingi الله أكبر، hamasa, msikiti mzima wachemka. Waljihad fardhu ain, na mwenyewe haende fardhu ain. Mbona wewe huende fardhu ain? Sisi tunajua fardhu ain utapata dhambi usipokwenda. Ama sema wajibun, mbona wewe huende? Al-Qardhawi wakati ule kwa wimbo wa nashid qum jahid, alafu abeba bakora yake fanya qum jahid, fanya bakora yake, wala songea hata step moja. Wakawahamasisha watu, wakaingia kwenye maandamano, wakapendua serikali zao. Miaka ikapita, ikafikia wakati watamani amani na kiongozi dhalimu hawaipati. Ikawa kumbe walisema kweli wale. Huu ni mfano mmoja tunakutolea.
lakini kuna mingi ambao wanawavyuoni waliambia msifanye hivyo mtajuta, wakatukana wanawavyuoni, kisha mwisho ikawa yale waliyosema wanawavyuoni kumbe ya kweli ndiyo ya haki. Kwa tafuta ilmu, na katika kutafuta kwako ilmu waheshimu wale wanaokusomesha, kuwa na heshima kubwa sana kwa wanaovyuoni na tulab alilm wanaokusomesha ili upate kufaulu. Ilikuwa ni kalima iftitahia kufungua masomo na kuwakaribisha wanafunzi, na insha Allah taala mengi tutazungumza tukiwa pamoja biidhnillah taala. Tutajaribu kuweka vikao katika kukumbushana mambo mengi muhimu ambayo yatawahusu katika dini yenu biidhnillah taala. Naktafi bihadha alqadr wallahu